Namuhusu Mtanzania Mwanasaranga. Sisi kama viongozi wenu tungepaswa kutokuja hapa kwa sababu kuna changamoto, lakini tumesema ni muhimu tukaja hapa ili ninyi mjue kwamba tuko pamoja katika kutatua changamoto. Jambo la kwanza, zahanati mlioonyesha ndio hii hapa au? Mimi nitaingia, wewe unapoingia kujifungua pale. Nimeambiwa hapa pana zahanati na mmelalamika sana kuhusu zahanati bila mafanikio. Mniruhusu nieleze yafuatayo kidogo, alafu ndipo niingie hapa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejitahidi kwa namna pana sana kuboresha sekta afya nchini. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wala kina mama wote mliozungumza habari ya ujauzito na kujifungua katika njia salama, Mheshimiwa Rais amekuwa ni kinara mkubwa sana wa kuokoa maisha ya mtoto na mama mjamzito. Na hata juzi kama mmeona na wale mnaofuatilia, mataifa ya mbali yamemthamini na kumuona na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya ya kuboresha huduma ya mama na mtoto. Kwa katika ngazi kubwa sana ya kitaifa, Mheshimiwa Rais ameibeba sekta afya sawa sawa. Na ndio maana leo pale Mloganzila pana madaktari bingwa. Daktari bingwa mmoja, malipo yake na kumwacha hapa nchini sio jambo la mzaha. Ili afikie kwenye taaluma ya daktari bingwa inamhitaji miaka 9 mpaka 10. Na ada zake sio ada za kawaida. Lakini mwaka jana Mheshimiwa Rais amewalipia madaktari bingwa si chini ya 600 ili waongeze uzoefu, waje pia waweze kutibu kwenye hospitali yetu makubwa. Sasa majawabu ya hapa ni nini? Akija mtu yoyote wa chama chochote kuambia kwamba serikali hii haijafanya kitu na kwamba muitoe madarakani ifanye yenyewe, waambieni, jiri ni jibu la kwanza. Waambie hivi kwamba hospitali hii inahitaji milioni 100 tu na chama chenu ni kikubwa sana. Hebu wekeni 100 hii kwanza, alafu tuwaamini kwamba mnaweza kuwa viongozi. Serikali hoye. Tuache kusikiliza siasa za maneno matupu. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa ambaye nahitaji siasa za vitendo, naelekeza afuatayo. Mpaka kufikia Ijumaa ya wiki lijalo, milioni 100 zitakuwa zimeingizwa kwenye akaunti ya kijiji. Mpaka siasa za vitendo, wiki lijalo kabla ya Ijumaa, milioni 100 zitakuwa zimekwisha ingizwa kwenye serikali hii ili kituo hiki kipandishwe, kiezekwe na huduma zianze kutolewa haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi, milioni 100 itashindikana? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutatekeleza. Jumatano tutaleta hizo fedha. Mkurugenzi anasema wiki lijalo Jumatano pesa itakuwa imefika. Sijui mnanielewa ndugu zangu? Sasa nisikilizeni vizuri. Baada ya hospitali hii kuwa imejengwa, labda ile milioni 100 imejenga hospitali imetosha, yatakuja malalamiko ya pili, hatuna vifaa. Baada ya vifaa kuja, yatakuja malalamiko ya tatu, hatuna madaktari. Sasa nisikilizeni akina mama na akina baba mlioko hapa. Nisikilizeni vizuri. Tumezoea sana kutaja maendeleo ya Mheshimiwa Rais. Kwamba Mheshimiwa Rais tunakushukuru umejenga hospitali. Mheshimiwa Rais tunakushukuru umejenga hospitali. Mheshimiwa Rais tunakushukuru umejenga shule, umejenga hospitali, umejenga barabara. Nisikilizeni. Naomba ndugu zangu Wanasaranga msiishie kutaja. Leo pana shule hapa ya msingi, pana shule ya sekondari.
Zile shule zamani wakati tumesoma sisi tulikuwa tunalipa ada. Leo ada imetolewa. Watu wengi mnakosea. Mnadhani serikali itabeba kila jukumu la mwanao. Haiwezekani. Yaani haiwezekani uje kwenye kituo cha afya ujifungue bure kwa pesa za watu. Halafu mtoto wako aende huko aje alishwe tena na serikali bure. Halafu aende tena kule kwa mwalimu nako atake bure. Halafu nako kwenye mavazi ya mtoto wako bure. Haitawezekana. Nisikilizeni vizuri sana. Shule ile imejengwa. Tunahitaji watoto wenu muwapeleke shule wakasome. Wakifika pale shule kuna mambo matatu au manne yanakuhitaji wewe moja kwa moja. La kwanza, uniform za mtoto haiwezi kununua serikali. La pili, chakula cha mtoto hawezi kununua serikali. Leo Dar es Salaam tunabishana kuhusu chakula. Walimu wanahangaika kuhusu kumfundisha mtoto, na mtoto mdogo ana njaa ya haraka kwa sababu ya makuzi. Lakini wanafika shule hawana chakula. Mzazi, toa basi chakula. Basi toa hata mchango kidogo wa chakula kinunuliwe. Hapana, hatuna uwezo, vimekwenda, vimerudi, vimeishia kulikoishia. Kwa hiyo ushauri wangu namba moja, wasomesheni watoto wenu mliowazaa wenyewe kwa kutumia miundombinu iliyojengwa na serikali kwa pesa hizi zilizojengwa. Halafu kesho mtakapokwenda mahali mnalalamika kuhusu madaktari, nikigeuka kulia angalau kutakuwa kuna daktari aliyezaliwa hapa hapa Saranga. Nikigeuka kushoto kutakuwa kuna injinia aliyezaliwa hapa hapa Saranga. Nikigeuka kulia nitamkuta hata mtu mwingine aliyezaliwa hapa hapa Saranga. Leo Dar es Salaam tuna vyuo vikuu vimejengwa hapa.